Mimi ni miongoni mwa watu ambao waliamini katika utaratibu wa chama wa kuja kuhitaji nafasi pale ambapo wanakuwa wametoa nafasi ya watu kugombea. Tunaelewana jamani? Lakini baada ya mchakato ule kumalizika, tumeona turudi kunadi na kuuza sera za Chama cha Mapinduzi. Sawa jamani? Sasa leo kwa muda niliopewa ni muda mchache sana, naomba niende moja kwa moja kwa ajili ya kufanya kazi ya kwanza ambayo ni kuomba kura kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi. Kwa nini nahitaji au kwa nini naomba muweze kumpigia kura Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kura? Kuna watu wanaweza wakafikiri kwamba hakuna kazi iliyofanywa na Dr. Samia, hususan katika kitongoji hiki cha Ahero. Kuna mtu unaweza ukakutana naye akakuuliza, Samia ametuletea nini wana Ahero? Sio rahisi, na haijawahi kutokea kwa kitongoji kupata milioni 146 na laki 5 katika uongozi wa rais wa aina yoyote. Ahero mmepata bahati ya kupata fedha hizo katika uongozi wa awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Akina mama simpige hata makofi kwa mama mwenzenu jamani. Hizi milioni 146 zimekujaje? Kuna watu walikuwa wanazungumza kuhusu barabara. Kwa sisi tunaojua ukweli, ambao tunajua kutafuta ukweli juu ya mambo, barabara hii imetengenezwa na TARURA. TARURA wanasimamiwa na serikali, wametoa milioni 84 kuja kutengeneza barabara hii. Jamani, walikuwa wanazungumzia swala la transformer. Milioni 25 zimetumika kuleta transformer pamoja na nguzo za umeme zimepita. Hizo ni jitihada za Dr. Samia Suluhu Hassan. Jamani, katika shule ile mambo mengi yametokea. Akina mzee wangu Njero tumepambana sana, mnakumbuka, lakini diwani akaja akiingilia kati akapambana. Baada ya yule mtoto kufariki, watu wakaendelea kupaza sauti, hatimaye milioni 37.5 zimepatikana kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa shule ile. Ikikamilika, maana yake watoto wetu hawezi kwenda Sombanya soko, watakuwa wanasoma hapa. Si ni jitihada za CCM jamani? CCM oye! Jamani, naombeni, mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mfanyeje? Mpeni. Twendeni tukajitokeze kwa wingi kumchagua tena Dr. Samia kwenda kuongoza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini wakati tunaenda huko, waliofanya akaelewa kwa Ahero inahitaji kupata vitu hivyo ambavyo mmevipata ni Jafari Wambura Chege, ambaye alienda kuzungumza kwenye bunge. Jamani, mimi kwa umri wangu mdogo sijawahi kumuona mbunge mchapakazi aliyefanya kazi kwa umakini na uaminifu mkubwa kama Jafari Wambura Chege. Jamani, twendeni tukafanye jitihada kubwa tukamrejeshe tena yule mwanamume aweze kurudi bungeni, ili haya tuliyoyapata yakazidi kupatikana katika vitongoji vingine, lakini pia Ahero mkapate vitu vingine ambavyo hamna. Jamani, Jafari hawezi kujua kuna changamoto Nyatorogo bila Godi kwenda kwenye baraza la madiwani ambalo linafanyika wapi? Halmashauri. Mbunge ili ajue kero za eneo fulani anazipata kupitia baraza la madiwani. Baraza hilo akienda anaenda na changamoto zenu. Jamani, katika awamu hii ya 6 mmeona namna ambavyo diwani wetu amepambana na amepeleka changamoto tulizokuwa nazo. Siku analeta transformer, tumekuwa naye pale kwenye kikao pale, akaja kuzungumza na ninyi, akaja kujua imefika na akahakikisha imefungwa. Jamani, twendeni tukamchague Godi kwa mara nyingine ili akatusaidie. Haiwezekani mtu ana mbunge, hana rais, akakuletea maendeleo. Maendeleo haigawiwi kama sadaka jamani. Tunaelewana jamani? Twendeni tukamchague Godi kwa mara nyingine ili akatuongoze. Ahero oye!
Jamani, mimi nafikiri na maneno mengi ya kuzungumza, lakini muda ni mchache, wazungumzaji ni wengi. Naombeni tarehe 29 tukafanye maamuzi ya kuirejesha CCM katika madaraka, tuirejeshe CCM katika dola, ili tuendelee kupata maendeleo huku wengine wakiendelea kujipanga. Sawa jamani? Basi nawashukuru sana.